Mwambie mama yako akuonyeshe baba yako yuko wapi, umpe hiyo barua. Majibu yetu yanaonyesha vinasaba vako na kwa mtoto ni vitu viwili tofauti. Dokta, una uhakika na majibu na vipimo vyako? Nimefanya vipimo kwa hakika kabisa. Na mimi vipimo vangu. Sio kweli. Kijana, tulia. Na unatakiwa uelewe kama tulivyozungumza hapo awali, kabla ya vipimo vyetu. Ni kweli, lakini ni vigumu sana kuamini hii taarifa. Ni kweli, hii ni taarifa mbaya kwako. Unatakiwa kukubaliana na matokeo ya vipimo ili uweze ni jinsi gani utakavyoweza kwenda kuishi pamoja na familia yako. Wewe huna uwezo kabisa wa kumpatia mke mimba. Maybe itokee miujiza ya Mwenyezi Mungu. Sawa. Nakuelewa. Kijana, tafadhali usije ukaenda kuchukua maamuzi ambayo yataweza kuhatarisha maisha yako, mtoto au mke wako. Baba, mwalimu amesema hivi tumalizie laada, tusipomalizia tufanye mtihani. Mwambie mama yako akuonyeshe baba yako yuko wapi. Ni vyema akiwa na umri huu mdogo akaonyeshwa baba yake wa kweli ni nani, ili ajiandae na mapenzi yake ya dhati yote yawepo kwa baba yake mzazi. Umechanganyikiwa? Kwa nini ungeenda maneno makali mbele ya mtoto? Ukweli huumiza utakapoujua, lakini ukweli unafadhaisha utakapoficha. Chichi sio mtoto wangu. Kwa nini niendelee kupalilia makaa ya moto kwenye chakula ambacho kimeshaiva? Ni kuzidi kukiunguza tu. Tazas, unaongea maneno gani mbele ya mtoto? Chichi ni mwanao, tena ni mwanao wa damu kabisa. Nani akujaza ujinga? Vipimo vya DNA ndio vimenijaza ujinga. Nashindwa kukuelewa mume wangu. Nini usichoelewa wewe? Nini usichoelewa? Kwa nini umenisaliti? Ulidhani sitojua huu ujinga ambao umenifanyia? Mke wangu, umeamua kunisaliti, ukabeba na mimba ya mtu mwingine. Ulijua sitojua kweli?
akinisema kila mara kwamba nimekaa mjamzito takriban miaka 2 sipokuwa na mtoto. Kwani inaonekana ni mtu ambaye sina faida ndani ya nyumba yangu. Ndipo nilipochukua maamuzi ya kupata uhakika na kujiridhisha, je, nina matatizo mimi ama wewe? Ndipo nilipopata ujauzito wa huyu mtoto. Wewe ni msaliti Kathe. Mama yako ni msaliti na ni muongo. Tazas. Muongo. Umelala kabisa. Pole sana kwa kusubiri muda mrefu. Majibu yetu yametoka na vipimo vyetu vya DNA na ile nywele ulioleta vinaonyesha kwamba vimeendana 100%. Kwani ulifikiri kwamba majibu yatatoka tofauti? Asante sana daktari. Lakini Mr. Dallas, kwa nini umekuwa na wasiwasi kuhusu mtoto wako? Mara kwa mara umekuwa ukija kwangu na umeniamini sana, na siku zote umekuwa ukiniamini. Samahani sana kwa taarifa hii nitakayokupa. Nimefanya vipimo vya kina sana katika mfumo wako wa uzazi na mwili wako, na imegundulika kuwa mbegu zako hazina uwezo wa kumbebesha mwanamke ujauzito. Dr. Salim. Ndio. Mimi nina mtoto na unamjua. Inakuwaje hivi? Majibu yako yatakuwa hayako sahihi. Hiko ni kitu ambacho hata mimi kinanishangaza sana. Lakini wanawake huwa wana siri nyingi sana kwenye mioyo yao. Inawezekanaje hili swala? Hatakuwa ameamua kubambikia mimba ili alinde ndoa yake ama mali zako. Inawezekana mkeo yupo kwako kwa ajili ya mambo hayo. Unajua hainiingii kabisa akilini. Jaribu kumleta mtoto, aidha nywele zake au kucha zake, ili tufanye vipimo vya DNA. Tutathibitisha. Tukupeleke saluni ukashevu au usuke? Nasuka. Unasuka? Haya. Haina shida. Mtu na baba yake mna vituko nyie. Kwa hiyo umeamua kusukana? Hapana, hata simsuki. Na mchana tu nywele malkia wangu. Binti mfalme. Haya. Ngoja mimi nende jikoni nikaandalia chakula. Haya mke wangu. Au baba unaniumiza. Usijali mama. Chichi. Abe. Nawe kanipikie sasa Sawa.
Kapike na mama. Huenda vipimo vyake haviko sawa. Huyo mtoto ni damu yako kabisa. Nashukuru sana kwa kunipa vipimo sahihi. Okay, karibu tena. Hii ndoa wanaoingia nitahakikisha naivunja. Jidanganya. Tena endelea kuota hizo ndoto zako za mchana. Kunitoa kwenye ndoa yangu ni sawasawa na kumtoa nguvu alipo ndani ya bahari. Hivi basi unapaswa kwenda kwenye kina kirefu cha maji na uwe na vifaa au uwe na mbinu zingine. Kumvua nguvu sio kazi kubwa. Kazi kumvua nguvu. Mimi nguvu yangu nimeshamvua na nimemuua. Bado kumkaanga kwenye mafuta. Kisha kitachofuata ni kumla. Tena katika kumla nitachagua naanzaje na namlaje, kwa chumvi au kwa siki. Sahau kumla nguvu alipo ndani ya bahari. Kwa sasa usichokiliwa, nimeshamwambia mumeo kila kitu. Kwa huyo mtoto sio damu yake. Na kwa bahati nzuri mumeo ananiamini kwa sababu mimi ndo daktari wake pekee. Na baada ya vipimo kila kitu kitathibitika. Baada ya hapo unakuwa unakwenda kuanguka, nami nakwenda kushinda. Mimi na familia yangu tutabaki kwa salama. Sawa. Lakini tambua, tayari nilishaanza na baba mkubwa ambaye ni kiumbe tishia sana bali. Sawa. Tuone hiyo shilingi ambayo inazunguka hapa itaenda kuangukia upande upi. Shilingi itaangukia kichwa. Na huo ndio utakuwa upande wetu wa ushindi, mimi na mke wangu. Swaiba. Kuja kukuona. Ulichokosea ni kumvua papa na kusahau kumuua. Ukamwacha baharini na nguvu zake. Kwa maana gani? Leo nimejua lengo lako. Nia yako ni kuniangamizia familia yangu. Ulitaka kuniathiri kisaikolojia. Ukaniambia mtoto huyu sio wangu. Lakini Mwenyezi Mungu akaniongoza nikaenda kupima sehemu nyingine. Majibu yametoka. Mtoto ni wangu na nina uwezo wa kuzalisha mwanamke. Results, DNA positive. Conclusion, he is biological father of child by Dr. Amekudanganya. Kuanzia leo
Sitaki ni kuone unajihusisha na familia yangu. Toka kwangu. Shikamoo. Marhaba. Nice kid. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu, mambo? Shikamoo baba. Marhaba mwanangu, mzima? Karibu. Asante. Basi nenda ndani kabadilishe nguo, alafu upate chakula sete. Sawa. Hello. Nani mwenzangu, naomba mgeni kwangu. Yule mvuvi wa samaki nguvu asiyechoka. Ndio yule msumbufu. Unataka nini tena? Nina shida na wewe. Nikifanikiwa kukuvua kwenye hii bahari, mimi nitakuwa nimeridhika. Sana. Nampenda sana mume wangu. Nampenda sana mume wangu. Yaani kwa njia yoyote utakayotumia, huwezi kuja kuvunja ndoa yangu. Abadan. Kuacha nyinyi kwenye hiyo ndoa ni swala gumu sana. Sawa shangazi, nimekuelewa. Nitafanya kila liwezekanalo utakuja kukuona shangazi yangu. Haya, siku mwema. Shangazi, wakiuba analalamika, tunasubiri tujaenda kumuona. Ni kweli ni muda sana tulienda kwake. Chicha kifunga tuwe tukamuona. Sawa. Lakini kesho kama itakupendeza, ni vyema ungeenda kumwangalia. Alafu ukamwambia kama nimebanana sana. Unajua kazi za watu hizi. Sawa. Sikupendi, sikutaki. Kwani unapenda kulazimisha mambo wewe? Naomba uniache na familia yangu. Na mumeo siku akija kujua kama yule mtoto sio wake, atakuacha. Kama mpango ndio huo, umefeli. Itakuwa mshangao mkubwa sana na ajabu kubwa sana siku ambayo utashuhudia kama Chichi sio mtoto wa Tazasi. Mwenyewe kadhibitisha Chichi ni mtoto wake. Hawezi kupewa majibu ya ukweli yule.
Sisi tunafahamu Chichi ni mtoto wetu. Naomba ukae mbali na familia yangu. Na ukiendelea kunifuatilia, nitamwambia mume wangu. Hey, dakika moja. Wacha nikupe faida ya bure. Uchukue mtoto wako, alafu nenda kampime. Ukipata majibu, tafute. Siwezi kuingia kwenye mtego wako. Daisy. Utanielewa tu nini ninachokitaka kwenu. Wacha nikupe faida ya bure. Uchukue mtoto wako, alafu nenda kampime. Ukipata majibu, tafute. Hawezi kupewa majibu ya ukweli. Meo siku akija kujua kama yule mtoto sio wake, atakuacha. Shikamoo mama. Marhaba za masomo. Salama. Haya, nenda ndani kaoge, ubadilishe nguo twende kwa bibi. Wali mama. Wacha nikupe faida ya bure. Chukua mtoto, alafu nenda kampime. Ukipata jibu, Unajua mzee, wanaume tumeumbiwa changamoto kubwa sana kwenye maisha. Ndio maana tunakufa mapema sana na kuacha wanawake na watoto. Na kwa hizi changamoto ni lazima tuzitatue, kwa sababu sisi ndio vichwa, alafu wengine ni mabehewa watu ambao wanafuata nyuma. Ndio maana wakaimba wanaume mateso. Unajua, kipindi niko mdogo nilikuwa na wishi sana nijikuwa na familia yangu. Kaka, umefanikiwa matamanio yako. Una kazi, una familia, unaishi maisha yenye upendo na amani na familia yako. Ni kweli, na naipenda sana familia yangu. Tu celebrate kaka, ndo maisha. Unatakiwa kuwa makini kuhusu huyo mtu. Naona amekamilia kufanya hilo jambo. Pia inatakiwa umshirikishe na mmeo. Nataka nijihakikishie mwenyewe kama hizo taarifa nazonipa ni za kweli. Kama mmeo anajua kuhusu hilo, mshirikishe ili asije kuwa na mashaka kati yenu. Tukaongea chochote kuhusu Dr. Salim. Sasa leo ukirudi nyumbani, jaribu kumwambia kila kitu kuhusu na Dr. Salim. Naogopa shangazi, nikavunja ndoa yangu. Sasa hapo ni nini? Ikiwa mmeo ameshajua ukweli, anatakiwa ajue kila kitu. La sivyo atazidi kukusumbua. Nakuelewa shangazi. Ngoja tuondoke. Chichi, njoo mwage bibi. Oh, madabu wangu huyo. Niambie mjukuu wangu. Salama. Ikifunga shule ile likizo. Sawa bibi. Takutaarifu shangazi. Haya. Usisahau kumwambia baba Chichi amlete Chichi likizo.
Abe. Nenda kalala kesho shule. Sana. Baba, bibi alisema hivi, tukishafunga shule unipeleke kwake. Sawa mwanangu, nitaongea na baba yako. Nenda kalale. Haya mwanangu, nimesikia eh? Leo amefurahi kweli kweli kumwona bibi yake. Mume wangu, naomba kuongea na wewe. Karibu mke wangu. Naomba unisamehe. Sikuweza kukwambia kama Dr. Salim alikuwa akinisumbua. Najivunia sana kuwa na mwanamke bora na imara kama wewe. Nakupenda sana. Wala una haja ya kuomba msamaha kwa sababu haujanikosea kitu. Ni miaka 9 sasa toka Dr. Salim alikuwa akinisumbua. Nakaribia kujifungua. Nataka kujiandaa. Sawa. Kinakuwa najisikia kiuno kinauma mara kwa mara. Nishakuandikia dawa za maumivu. Kwa utazipata tu. Na bibi kuhusu mbele yangu. Bado hujanifikiria tu. Shemeji, nawezaje kufanya hivyo? Mbona ni swala dogo sana. Ukishajifungua unamwachia mtoto yule mjinga. Alafu wewe unakuja kwangu. Kwangu ni swala gumu sana. Na sitaweza kufanya hivyo. Najua wewe ni mwanamke mzuri sana. Naweza nikasema kuwa katika wanawake ambao nimewahi kuwaona katika dunia hii, wewe ni mmoja wao. Sidhani kama unastahili kuwa na talasi. Ile ni mjinga tu. Nashukuru kwa kuniona mzuri. Bado tunaendelea kuzungumza. Sisikii vizuri. Natamani nipate hewa kidogo nje. Dr. Salim. Ndio. Kwa sasa umekuwa ni mwanafamilia wetu kabisa. Nakumbuka kipindi kile umeokoa maisha yangu. Asante sana. Wakati ule ilinipaswa mimi kufanya hivyo. Na ilikuwa ni wajibu wangu. Ilikuwa hakuna namna yote. Ilinibidi nipambane ili uwe mzima. Na nashukuru. Upo hai.
tunaendelea kuishi. Kwa sasa wewe ni zaidi ya rafiki kwangu. Mke wangu. Nini? Hata bwana jisikia uchungu kumaishi hospitali. Kigaga umemwandalia? Vipo chini ya kabati. Kwenye begi jeusi. Nikazi. Kasi. Nifanya yote kwa sababu napenda nisiye zikana. Subiri nifungue. Fanya haraka. Ili Vipo nyingine. Unasikia? Achana nalo. Vitu vingine tutapata huko. Wai twende. Nikaje. Hongera, umepata mtoto mzuri sana. Kiume. Wa kike. Mrembo kweli. Natakiwa kumnyonyesha kwanza. Asante kupigania maisha mwanangu. Nalazimika kufanya hivyo. Anafanya kila kitu kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana Kasi. Tumpata mtoto. asante sana. Usijali mke wangu, kama amekusumbua kwa miaka 9 na haujafanya kitu chochote kibaya, ni wazi unanipenda. Nakupenda sana mume wangu. Mke wangu, kama familia ni muda mrefu sana hatujatoka out. Ni sawa, ni majukumu tu yanakuzidi. Yule mjinga bado anakusumbua? Kama atakuwa anakusumbua usisite kuniambia. Leo nitawahi kurudi. Shangazi, nakuomba nyumbani.
wako ameshajua ukweli. Unaogopa nini kumweleza kama bado anakusumbua kwa vitisho? Kinachonipa ukakasi ni kuhusu Chichi. Ukakasi wa nini? Wakati mtoto umemzaa mwenyewe? Unakumbuka kipindi nikiwa mjamzito uliwahi kuniambia kuwa nina dalili zote za kupata mtoto wa kiume? Dalili sio mara zote hutokea kama unavyofikiria. Mungu ameamua kuzawadia mtoto wa kike. Kuna shida gani? Kinachonipa moyo ni kuhusu vipimo vya DNA alivyopima mume wangu. Huyu mtu anataka kuchanganya kiakili. Hili afanikiwe jambo lake. Na ukitaka kufanya mwenyewe utaumia. Nataka nichukue vipimo vyote vya TAZES nijihakikishie mwenyewe. Kwa sasa ukifanya jambo lolote linaweza kumtia mashaka mume wako, ni sawa na kujipalia makaa ya moto kwenye ndoa yako. Sasa nitafanya nini shangazi? Kwani vipimo vya mume viko wapi? Ndani. Okay. Basi twende kwenye hospitali walienda kufanya vipimo mume wako. Sawa. Yule ni mume wangu. Kulitokea tu sitofahamu, kabidi aje kupima DNA. Sasa wewe una wasiwasi gani kama yule ni mumeo? Dokta, naomba niwe mwazi kwako. Sikuwahi kuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu. Mimi majibu nimetoa ya uhakika kabisa. Ondoa shaka. Dokta, sisi ni wanawake wenzio. Kama kuna jambo lolote, naomba utuambie ili tujue nini cha kufanya. Kama mna wasiwasi na majibu yangu, naomba mkachukue sampuli yoyote ya vinasaba vya mume wake, mwende mkapima sehemu nyingine. Na kuomba kama mkubwa mwenzio, tusaidie. Huyu ni kama binti yako. Je, akija kupata na shida yoyote, tutafanyaje? Kwa hiyo nataka kujua kuhusu DNA? Aswa, ndicho kilichotuleta hapa. Kusema ukweli, yule mtoto sio wake. Mimi nilimficha. Nilishindwa kumwambia ukweli kwa sababu nilihofia angeweza kwenda kuleta madhara kwa mama wa mtoto. Nakushtaki polisi kama umechukua mwanangu. Kelele zako haziwezi kukusaidia kitu chochote leo. Tulia tuzungumze kama watu wazima. Kwa hiyo hicho ndio ukijivunia Na ndio maana uko unanipa vitisho. Nguvu yangu ameshanasa kwenye mtego wake. Kwa hiyo ulihisi hicho ndio chambo cha kunipata mimi, si eti umefeli. Na kama tayari umeshajua ukweli, unatakiwa kunisikiliza mimi kwa kila kitu nitakachosema. Unataka nini sasa kwenye maisha yangu? Ni miaka 9. Naongea neno moja. Nakupenda. Nakupenda. Sikupendi. Nakuchukia sana kwenye maisha yangu. Unatakiwa kunipenda ili kutunza siri yako. Utalipa kwa chote ulichowahi kunifanyia. Upo tayari kuwa na mimi
au tuweke kila kitu wazi ili Taza asijue kama Chichi sio mwanae. Unataka nini sasa wewe? Ndio umeandika hapa tu? Ndio. Hii tarehe ngapi? Tarehe 11. Okay. Shikamoo. Marahaba, hujambo baba? Sijambo. Habari za hapa? Nzuri. Chichi. Bibi. Hujambo bibi? Sijambo. Shikamoo bibi. Marahaba. Shikamoo mama. Marahaba. Chichi, Abe. chukua vitu vyako uende chumbani kwako. Sawa baba. Unaendeleaje mke wangu? Sijambo kiasi. Ni tumbo tu la kike lilikuwa likimsumbua. Wala usiwe na mashaka. Manake nilipata wasiwasi sana nilipopata taarifa kuwa anaumwa kwa sababu nilimwacha mzima. Alinipigia simu mida ya mchana kwamba anajisikia vibaya. Ndipo nikaja na kumpeleka hospitali. Asante sana shangazi. Haya, usijali mwanangu. Sasa mimi niwahi nyumbani. Kwa nini usisubiri chakula kwanza? Jamani. Muda uniruhusu mwanangu. Tabaruku kidogo. Hapana, usijali mwanangu. Haya. Siku nyingine. Haya, mbaki salama. Haya. Nisahau kumleta Chichi nyumbani lakini. Sawa? Haina shida. Haya jamani. Haya. Haya. Fuata. Na atakuja tu. Haya, asante jamani, siku mwema. Haya. Haya, shangazi. Pia mke wangu. Pole. Asante. Umepima mimba? Unahisi na mimba nyingine? Ya, inawezekana. Hapana. Ni chango tu la tumbo la kawaida. Sasa kwa hali hii unadhani naweza nikakuacha kweli nikaenda kazini? Niende uende kazini. Nikizidiwa nitampigia shangazi. Kweli? Nimekuita hapa kuomba Isiri, naomba mume wangu asijue. Na mimi nakuomba tuwe wote kimahusiano. Sasa mimi ni mke wa mtu, nawezaje kufanya hivyo? Kama huwezi kufanya hivyo, basi na mimi nitashindwa kuitunza siri hii.
Kumwacha mume wangu ni ngumu sana. Kama unahitaji mumeo asijue kitu chochote, unatakiwa kuwa na mimi kimapenzi, na hii siri itabaki kati yetu. Umenichukulia mwanangu na bado unanitaka mwili wangu. Kama nikipata mwili wako, kila kitu kitakuwa sawa. Umeniweza Wamwe. Niko tayari kwa lolote kwa sasa. Are you sure? Unaivunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Unachoogopa kumshirikisha mmeo kitu gani? Yaani wewe unanifanya niamini kwamba wewe na Dr. Salim lazima mlikuwa mna mahusiano. Hapana shangazi. Mwanaume kaniweza. Nenda polisi kamripoti. Watakapomkamata ndio atataja mtoto yuko wapi. Kufanya hivyo nitampoteza mtoto wangu moja kwa moja shangazi. Hivi unafikiri mumeo akija kugundua unamficha jambo kubwa kama hilo? Atakuamini kweli? Tafanyaje sasa shangazi? Sasa nisikilize. Hutakiwi kumwamini mtu yoyote. Na usimfiche chochote mmeo. Kama yule daktari wa kike na yeye ni lao moja, utajuaje? Na yeye dhamira yake ni kuvunja ndoa yako. Na kama utamkubalia kwa ajili ya mtoto, hilo tatizo lingine umeliongeza.